wa adhan, na kiamrishe, lisuhbin, kiwingu, salatin, cha rehma ya salatin minka, cha rehma yako, daimatan, chenye kudumu, daimatin, ndio daimatin, naati ya sala. Wa adhan li suhbi salatin minka daimatin. Wa adhan, hii ni adhina ya adhan, kwa hiyo amri yake idhan, fa'ila yaf'alu, if'al, sawa. Wa adhan, na kiamrishe, lisuhbi salatin minka, kiwingu cha rehma yako, daimatin, chenye kudumu, ala nabii, kwa mtume, bimunhalin, sawa, mimu ina dhumma bimunhalin, kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu, wa munsajimin, na mvua yenye kumiminika kwa upole, sawa. Ala nabii, juu ya mtume, bimunhalin, kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu, wa munsajimin, na mvua yenye kutirizika kwa upole. Ya kwanza tumia kumiminika, ya pili kutirizika, kutirizika kwa te, kutirizika. Kwanza kumiminika, kuwa mzuri wa nini, wa misamiati sawa sawa. Wa adhan li salatin minka daimatin, na kiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu. Rudia. Wa adhan li salatin minka daimatin, na kiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu. Rudia. Wa adhan li salatin minka daimatin, hiyo tesi na tanwini, salatin minka daimatin. Nafsia mtu anasema salati minka, salatin minka daima, sema wa adhan li salatin minka daimatin. Nataka kusikia tanwini mimi. Wa adhan li salatin minka daimatin, na kiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu, ala nabii bimunhalin wa munsajimin, juu ya mtume, kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Tena ala nabii bimunhalin wa munsajimin, juu ya mtume, kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Wa adhan li salatin minka daimatin, na kiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu, ala nabii bimunhalin wa munsajimin, juu ya mtume, kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Ala nabii bimunhalin wa munsajimin, juu ya mtume, kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Juu ya mtume, kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Wa adhan li salatin minka daimatin, na kiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu, ala nabii bimunhalin wa munsajimin,
juu ya mtume kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutiririka kwa upole. Sawa. Ma rannahat adhabatil bani rihu saba. Ma rannahat, muda wa kutingisha, adhabati albani, matawi ya mvinje, rihu saba, upepo wa matlai ya kaskazi, rihu, upepo, swaba, matlai ya kaskazi, matlai ya kuna matlai unajua matokezeo. Pepo hizi kwa nne. Kuna upepo unaitwa swaba ambao asili yake ni upepo unaitwa al-qabul, ndo huo unaotokea kaskazi kwenda kusini. Sawa. Alafu kuna ad-dabur. Udabur ni upepo unaotokea magharibi kwenda mashariki kwa Kiarabu. Andikeni hizo, mtazipata wapi wanyi? Ad-dabur, huu ni upepo unaotokea magharibi kwenda mashariki. Sawa. Dabur ni upepo unaotokea magharibi kwenda mashariki. Sawa. Sasa hii mbili ni zenye alafu kuna aljanub, huu kama unavyojulikana unaitwa kusi, kutokea kusini kwenda upande wote tu. Sawa. Hizo tatu. Alafu kuna asham-alu. Sawa. Tumeelewa na sham-alu. Kwa hiyo marannahat adhabati albani rihu saba, muda wa kutingisha matawi ya mvinje, upepo wa matlai ya kaskazi. Sema marannahat adhabati albani rihu saba. Marannahat adhabati albani rihu saba, muda wa kutingisha matawi ya mvinje, upepo wa matlai ya kaskazi. Tena muda wa kutingisha matawi ya mvinje, upepo wa matlai ya kaskazi. Rihu ndo failu wa rannaha, yani daima hiyo. Umeelewa? Albani tumesema ni mvinje tangu siku ile. Ni miti mirefu yenye matawi atufia, matawi mazuri, mapole. Siku hizi haipatikani. Kuna baadhi ya watu wanasema upatikani mti huo isipokuwa Arabuni. Hata kwetu ulikuwepo mivinje, mikoa ya pwani. Mimi nimeiona mivinje mingi. Uone hapa kuna sehemu inaitwa Mvinjeni, Keko kule. Ilikuwepo kule mingi. Huku Ocean Road nyuma kule mpaka unakwenda Ikulu ilipandwa mingi. Ina sauti na ina harufu nzuri. Ina vitumba fulani vinashuka hivi vigumu. Unaitwa mvinje, mrefu sana. So kama hii mnaita sasa hivi kuna nini ile? Aso mbuyu, kuna miti fulani inapandwa sasa hivi ya Kiyahudi ile inaitwaje?
Miashoki. Huo mti ni mti hasa. Mwashoki ule si ni kama linatoka tawi moja chini alafu lina nini. Huo ni mti so strong, lakini matawi yake membamba na marefu. Ukitembea tembea kule si kama imekatwa ile. Sisi linatosha. Sijui nyewe huko leo linatosha. Si Hamza hayupo. Hamza anaikaga namba 5. Basi punguzeni kama linawaumiza. Mimi nikwambie. Sawa. Maranahat, muda wa kutingisha nini? Adhabati. Adhabati ni jamu ya adhuba. Adhuba ni moja matawi yale. Adhuba au adhaba au al-adhba. Sawa. Adhabati ni jamu ya adhaba wal adhba. Tawi moja linaitwa adhaba au adhba. Sawa. Kwa ta umarbutu misho mengi. Adhabatu, adhabatu. Hapo ni mafuulu, ndio ni jamu muannas. Sawa. Masumia bijamu almuannath, kwa sababu kwani ni mwanamke anazawe. Kadhaka masumi bihi wama humil, au mti kadhaka masumi bihi. Huwezi kupata jamu almuannath isipokuwa mwanamke kweli. Hebu rudieni zile beti kidogo nimezikumbuka. Babul Irab katika Duratul Yatima. Sawa Ibrahim. Kadhaka masum inda adhriati bisifati ulati. Tumeelewa na? Mkizitupa nyewe tena sisi tushawafikishia. Maranahat adhabatil bani rihu saba, muda wa kutingisha matawi ya mvinje upepo wa matlai ya kaskazi. Wa atraba al-Isa, Isa ni mafuulu hapo na akawaimbia. Sawa. Na akawaimbia ngamia. Isa ni ngamia Isa au ni ngamia wengi. Jamul al-a'yas. Sawa. Wa atraba al-Isa, na akawaimbia ngamia. Hadil Isi, mchunga ngamia. Bin naghami, kwa sauti nzuri. Naghma bin naghami, kwa sauti nzuri. Manake wa atraba bin naghami, wa atraba al-Isa bin naghami hadil Isi. Sawa. Na akawafurahisha ngamia, mchunga ngamia, kwa sauti nzuri. Wa atraba al-Isa, na akawafurahisha ngamia, manake akawaimbia na akawaimbia ngamia. Tarab ni kuimba kwa kufurahisha. Unaimba kwa kuna kuimba kwa kuudhi, ila haiwezi kuitwa tarab. Kuimba kwa kusikitisha, kuimba kwa makelele, yale makelele. Lakini tarab, kuimba kokote kwenye kufurahisha, inaitwa tarab. Mpaka hii muziki inawafurahisha walevi, nayo inaitwa tarab. Sawa, sababu wenyewe wanafurahi bwana.
Ndio bwana mmoja akasema da dhaka tarabi ila hadha tarab, yani acha nyimbo hizo, njoo katika nyimbo hizi, akikusudia samai na kaswida na vitu vingine. Wa atraba li-Isa, na akawaimbia ngamia hadi li-Isi, mchunga ngamia, binaghami, kwa sauti nzuri. Sema wa atraba li-Isa hadi li-Isi binaghami, wa atraba li-Isa hadi li-Isi binaghami, wa atraba li-Isa hadi li-Isi binaghami. Na akawaimbia ngamia, mchunga ngamia kwa sauti nzuri, na akawaimbia ngamia, mchunga ngamia kwa sauti nzuri. maranahat adhabati albani rihu saba, muda wa kutingisha matawi ya mvinje upepo wa maslahi ya kaskazi, muda wa kutingisha matawi ya mvinje upepo wa maslahi ya kaskazi. wa atraba Isa hadi li-Isi binaghami, na akawaimbia ngamia, mchunga ngamia kwa sauti nzuri. wa'dhan li salati min daimatin, akiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu. Ala nabii bimunhalin wa munsajimi, juu ya mtume kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Maranahati adhabati albani rihu saba, muda wa kutingisha matawi ya mvinje upepo wa maslahi ya kaskazi. wa'dhan li salatin minka daimatin, na kiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu. Ala nabii bimunhalin wa munsajimi, juu ya mtume kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Maranahati adhabati albani rihu saba, muda wa kutingisha matawi ya mvinje upepo wa maslahi ya kaskazi. Wa atraba li-Isa hadi li-Isi binaghami, na akawaimbia ngamia, mchunga ngamia kwa sauti nzuri. thumma ridha an Abi Bakarin wa an Umari, kwa tanwini au Umari na tanwini sawa sawa, an Umarin sawa sawa, ilikuwa an Umara sawa, kwa sababu ni ismu la yansarif, wal mani'u lahu min an sarf al-alamiyya wal sawa. Lakini hapo tunasema Umarin kwa sababu ya kuweka mizani za kishairi sawa. Anasemaje mshairi? Kuhusu hii kwa nini Umarin hapa imekubalika? Wajaizun fi sin'a, wajaizun fi sin'ati shi'ri sarif an yasrifa shairu ma la yansarif. Sawa, ndio ile ilikuja hapa mjini, mtu mmoja alituletea tabu min adamin, katika min adam, asema kwa wizani hiyo hiyo min adamin iliyoandikwa hapo sawa sawa sawa, hivi vile min adamin, nataka hiyo hiyo na kwa bahari iliyotumika pale, min adamin wa ila abihi wa ummi, hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada sauna lismihi kusifaha falam yusibhu ma'aruhu min adamin min adamin mustaf'ilun min adamin sawa min taf damin ilun. Mkataka kutuharibia hapa, nikamwambia tutaki. Ndio hii hapa, thumma ridha an
Abi Bakarin wa an Umarin. Sawa wa an Umarin, umeona hiyo? Sawa. Thumma ridha an Abi Bakarin wa an Umarin, anamaliza kisha radhi aridhiwe Abu Bakar na Umari. Umeelewa? Kisha radhi aridhiwe, ongeza neno hilo kisha radhi aridhiwe Abi Bakari na Umari. Thumma ridha an Abi Bakarin wa an Umarin, kisha radhi aridhiwe Abu Bakari na Umari. Wa an Ali na Ali, wa an Uthmana na Uthmani, dhil karami, mwenye ukarimu. Sawa mwenye sema thumma ridha an Abi Bakari wa an Umari, kisha radhi aridhiwe Abu Bakari na Umari. Wa an Ali wa an Uthman dhil karami, na Ali na Uthman mwenye ukarimu. Wal ali, na jamaa wa mtume. Sawa wal ali, na jamaa wa mtume. Wasahbi, na sahaba. Thumma, kisha at-tabi'ina, tabi'ina lahum au fahum. Kuna vita vingine tabi'ina lahum. Nzuri hiyo. Ngoja, unajua hizi beti za mwisho sio za mwenye burda ndio maana vitabu vingine unaikuta haimo hiyo. Mwenyewe kamalizia maranna hata adhabatil bani rihu saba wa atrabal isa hadil isi binagam, ndio beti ya mwisho. Tumeelewana Kwa hiyo yote inaweza kuja lahum au fahum, inaweza kuja aya wal ali wasahbi thumma tabi'ina lahum au fahum. Sawa na jamaa wa mtume na sahaba kisha wenye kuwafuatia wao. Basi lahum nzuri tabi'ina. Sawa la lahum itakuwa yanza nyingine, maana kama fahum itakuja fahum ahlu. Sawa likija lahum ahli. Sawa meeleweka vizuri. Basi thumma, wewe unaweza kuchukua yote kwa ujue. Ukisema fahum useme ahlu, ukisema lahum ahli kwa badali. Umenipata? Wal ali wasahbi thumma tabi'ina lahum, na jamaa wa mtume na sahaba kisha wenye kuwafuatia wao. Lahum tumetumia ahli tuqa, wenye kucha Mungu. Wanaka kwa fataha so wanuka, na utakatifu. Sawa
walhilm na upole, walkaram na ukarimu, ndo sifa zao hizo. Lahum ahli tuqa, wenye ucha Mungu, wanaqa na utakatifu, walhilm na upole, walkaram na ukarimu. Ahli tuqa wenye ucha Mungu, sawa wenye yani wao ndio ahli tuqa, ndio wenyewe watu wa ucha Mungu. Wanaqa na utakatifu, walhilm ndio na upole, walkaram na ukarimu. Soma walali wasahbi thumma tabi'ina lahum, jamaa wa mtume na sahaba kisha wenye kuwafuatia wao. Ahli tuqa wan naqa wal hilmi wal karami, wenye ucha Mungu na utakatifu na upole na ukarimu. Wa'adhan lisalatin min kadaimatin, na kiamrishe kiwingu cha rehema yako chenye kudumu. Ala nabii bimunhalli wa munsalimi, juu ya mtume kwa mvua yenye kumiminika kwa nguvu na mvua yenye kutirizika kwa upole. Na hata habati albali usawa, muda wa kutingisha matawi ya mvinje upepo wa matulai ya kaskazi. Wa adraba al-isa hadi al-isi bin nabami, na akawaimbia ngamia mchunga ngamia kwa sauti nzuri. Thumma ridwa an Abi Bakari wa an Umari, kisha radhi ya ridhi ya Abi Bakari na Umari. Wa an Ali wa an Uthman dhil karami, na Ali na Uthman mwenye ukarimu. Wal ali wasahbi thumma tabi'ina lahum, na jamaa wa mtume na sahaba kisha wenye kuwafuatia wao. Ahli tuqa wan naqa wal hilmi wal karami, wenye ucha Mungu na utakatifu na upole na ukarimu. Tumemaliza, ndio burda imeisha. Haya, Omari ianze mwanzo mpaka mwisho, wote tunaitikia kwa pamoja. Unailipia? Unailipa ibuda au sadaka? Basi Mungu akulipe kile inshallah. Jamani, nimetoa sadaka, tumemaliza burda. Na hivi zamani watu walikuwa tunafanya hivi Jamani, mmeipata burda hiyo mbele huko mtaenda kuisoma tena. Usione ndio ushaimaliza, ushaijua. Kuna watu wana vitu vingi kutushinda sisi katika hiyo. Sisi tumeifundisha kwa kiasi kile tulivyoipokea. Tunaomba baraka kwa mashehe waliotupokeza na tuyapate waliokusudia kwa kutufundisha haya. Sawa sawa. Sasa tuisomeni mwanzo mpaka mwisho, watu wote tuwe makini na utie nia, tia nia yako. Usiwasikilize wanaopinga watu hivi, usiwasikilize. Wameyapinga mambo haya mpaka wakajipinga na wao. Wakakosa vya kukosa. Kajisemea Saidna al-Imam Rahil Said Muhammad al-Baydhi rahmatullah alayhi. Anaitwa al-Imamu Rahilu. Imamu, jamani mmenekea maji amponambia Said. Bismillahirrahmanirrahim. Alikuwa anawazungumzia Waturuki. Waturuki waliupokea Uislamu ulipopelekwa kule na Abu Ayyub al-Ansari. Kama ukisikia kuna mapigano yaliokuwa makubwa ya Kiislamu na wakashinda, na Uislamu ukaongoza kwa muda mrefu, ukafungua miji mbalimbali, ukahukumu. Sehemu kubwa ilikuwa ni wale. Umeelewa mpaka Uislamu ukaja kuongoza takriban karne 8 mpaka Ulaya ulifika karne. Sasa hivi karne ya 14 hii
sawa, karne 14. Kwa hiyo ndo tunakaribia nusu tangu Uislamu uanguke, lakini kwa karne 8 mfululizo na zaidi, kwa sababu ukichukua ule kipindi cha kina Abubakari huko mpaka alipokuja wale akina Abi Ayyub al-Ansari, akaja Muhammad Ali Basha na kuendelea na watu wake, wakaja mpaka Misri, wakaja mpaka huku, kwa muda wa karne 8 ukaingia mpaka huko Andalus, kwa maana ya Spain na nini. Wale walikuwa Waturuki sehemu kubwa. Sasa sehemu kubwa walikuwa ni wale Waturuki, wakaacha mila yao ya Kituruki, ikawa mila yao millatul Arab. Sawa, Wayahudi washenzi wakaligundua lile, wakaona kitu cha kwanza hapa kuwafarakanisha, wakampandikiza mtu mmoja anaitwa Muhammad Ataturki. Muhammad akaingia kama unavyoona hii michezo hii. Mwana hii michezo hii mnaiangalia, japokuwa imevurugwa sana. Ule sultan unaitwa mpaka Itugulu hii na nini, historia ni ile, lakini imetiwa mikono kidogo. Lakini vile mnaona fitna ile, usaliti Myahudi akaviingiza vile wakawa badala sasa ya kupigania Uislamu kama mnavyoona unapiganiwa nini, Uturuki unapiganiwa Uturuki. Kwa fitna ya huyu bwana Muhammad Ataturki, akawaambia nini bwana, kila kitu Kiarabu bwana, na nyinyi mna mila yenu bwana, kweli mmeupokea Uislamu, lakini acheni mambo haya ya Kiarabu, kwani hamwezi kuzungumza lugha yenu ya Kituruki. Kitu gani Kituruki? Sijui kitu. Kwa hiyo akatokea mtu mmoja akasema, baada ya kuanguka, taraku kulla shay'in fataraku kulla shay'in. Taraku kulla shay'in, walikiturukisha kila kitu kwa taraka yutariku. Umeelewa ndio taraku kulla shay'in fataraku kulla shay'in, walikiturukisha kila kitu basi wakaacha kila kitu. Uislamu wao ukaanguka kwa sababu ya kuleta kasumba tu. Wakaona mambo ya Kenya Turuki, mleta mambo ya Kiarabu na nyinyi Turuki. Wakaona mwezi kwa Waislamu mpaka moyo na Kiarabu. Hiyo moja. Kwa ndo haya tunaoyasema hapa. Msiwasikilize wale wanaopinga vitu hivi, wanataka muache kila kitu ili mpate kuacha kila kitu. Burda isomesheni, tabaruku nayo watu imewasaidia kutabaruku na kutawasal kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana amesema, wa mundhu alzamtu afkari madaihahu wajatuhu li khalasi khaira multazamin. Sawa, mwenyewe alivyoiandika hii kama tunavyojua akapona ugonjwa wake. Na wewe unapona sasa ukitumia hizi, na wewe unafanyaje? Unapona maradhi yako, unapata pesa. Sisi tumepokea kwa wazee wetu hata siku za harusi zile, nasoma alfajiri. Nasoma alfajiri kisha mtu anakwenda kuoa. Tumeelewana inasomwa, watu wanaanza kusoma masomo. Inasomwa hii, wanasafiri watu. Sawa nachanganya na ile ya mbele ile. Ya Rabbi salli ala al-muhtari min mudhari wal anbiya wa jami'ir rusulina wa salli rabbi ala al-hadi wa shi'atihi wa sahbihi tayyidini qadina sharu wa jahadu billahi wajtahadu wa hajahu wa lahu wa qadina saru wa bayanul fawda wal masnuna wa tasamu lillahi wa tasamu billahi fantasaru aska salati wa annaha wa ashrafa yu'athiru kauna rayya nashriha. Basi mnasoma zote, mnasoma ile, mnasoma na ile. Tumeelewana Utaona mambo napita hivi. Mimi niwaambie, tanianza kuzisoma hizo kabla sijapewa ijaza.
Wallahi wa billahi, najizungumzia mimi mwenyewe. Nilitokea kuzipenda tu kabla sijapewa, kabla hata sijaisoma kwa Sheikh Muhammad Ayubu hii. Nilikuwa nimezisikia huku kwa sababu mdogo. Si zamani kila nyumba kila, wallahi wa billahi, nyumba hizi zote zizungukwa hizi za Waislamu hizi unazoona. Jamaa mmoja na wanajulikana. Mtaa fulani uko watatu tu. Mtaa fulani uko mmoja tu. So ili mfumuko mnaoona hivi sasa, basi kwa kila nyumba ukipita asubuhi unasikia watu wanasoma zile sura 3, Yasin, Waqi'a na Mulku, wanatandika burda. Umeelewa? Shabat burda inapigwa hiyo mudharia. Basi nyumbani kwetu sasa ilikuwa hivyo hivyo. Tukapokea hivyo kwamba wazee tunaikuta wanasoma. Jambo dogo, lete burda. Watu wamemka wana chai, lete burda. Sijui nani anaumwa, lete burda. Hivyo na tukapona maradhi haya wanayoumwa watu hivi sasa, na tukwenda kufanywa operation wala nini. Siku hizi kila siku mtu anakuja jicho alioni. Jicho. Naambiwa niende CCBRT huko. Leo niende likachanwe. Zamani bwana watu walikuwa hawachanui macho. Lakini siku hizi unasikia figo ina mawe. Mawe hayo yametiwa, watu wanajenga nini huko tumboni? Wakifika Januari na Disemba yake watu wanahangaika na school fees. Bwana zamani sasa tukuona fujo hizo. Hakuna wakati unaogopwa kuliko kiyama kama hiyo Disemba na Januari yake. Yaani mtu inakuja Disemba, inakuja tumevuka humo, tumevushwa na wazee wetu. Burda, mudharia, takhmis. Mmenielewa vizuri? Msiwasikilize. Kama mnanipenda nisikilizeni mimi. Basi mimi nilikuwa kabla sijapewa hijaza, baadaye nikaja kupewa hijaza. Nilikuwa najisomea tu hizi kwa kuona wazee na nini. Napiga burda, nishamaliza burda napiga hiyo mudharia. Tena nikwambie ni wakati unasoma hata tafsiri yake sijui. Hiyo amintadhakuri jirani bidhi salami ni mazazi sijui. Lakini nimepata mambo mengi na mengine yanaendelea kumiminika mpaka leo. Kwa sababu haipiti siku sijasoma hizo. Burda sio kwamba kuweka Alhamisi mpaka nazipenda tu. Na mwisho kabisa mpaka nikawa sasa kipindi kile watu wenzangu wanakwenda mabichi na vijana wanakwenda mabichi huko wapi. Wanakwenda kule na muziki yao, mimi nakwenda na vitabu vyangu. Na kitabu Burda ndani ile Mukhul Ibada. Wanaruka muziki kwa gili du mimi niko pembeni huko. Sawa, napiga vitu hivyo. Allah akbar, nikwambieni kuna siku niliona nini mtanikimbia hapa. Nilipanda jahazi kabisa hata nikakaa mbele kule. Katika jahazi Msasani hapa Msasani. Mwenzangu mmoja anaitwa Muhina bin Umar na marehemu Omar Al-Hadi. Wao kuna wadudu wanaitwa nyangwale. Wanawavua wale, mimi napiga vitu hivi. Niliwaona watu. Nikasema kumbe kweli. Mmoja akaniambia sema omba. Nikaomba. Nikachelewa vile vitu kwa miaka mingi sana, inaweza kuwa hata miaka 20 au 30. Baadaye vikaja. Hivi niliomba hivi mimi zamani sana. Miaka 20 naweza kupata. Sawa. Mimi niliwahi kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam na burda, mimi bwana nataka nije kwako. Babangu maskini, mie mwenyewe maskini, jamii yote iliyonizunguka maskini, lakini nilivyojua wewe umezikwa Madina. Umezikwa? Mtume wewe umezikwa Madina bwana. Mimi nataka nije Madina bwana. Hebu nilete bwana. Nakumbuka siku nilokwenda mimi huko Madina, hata nikikwambia utashangaa. Niko darasani nasomesha kama hivi. Kama hivi nasomesha. Hivi. Akaja mtu mmoja akasikiza darasa. Alipomaliza, yupo hajafa, yuko mpaka leo. Sio malaika, ni mtu wa saa. Akaambia Walid, wewe una pasipoti? Nikamwambia ninayo. Sasa tangu zamani na ndoto za kufaje za safari, tena kuhama kutoka Tanzania. Kama sio wazee wangu kwa usingenipata nyinyi. Mipango yangu mimi kwenda kuishi mbele huko mnaita. Lakini wazee hawakutaka hivi, wakafanya figisu zamana kweli kweli. Nikikuhadisia utaelewa mwenyewe. Umeelewa? Kumbe kuna jambo wanalitaka kwangu. Mnaliona mlioni? Basi
Kaja, bwana una passport? Hapa ipo. Mkwaju. Tulikuwa zamani passport tunaita nini? Mkwaju. Au gamba. Nalo mimi gamba. Akaniambia naomba passport yako. Yaani ambaye nipe tu. Nikampa passport. Huyo akaondoka, wiki nzima sijamuona. Yupo rafiki yangu mpaka leo yupo. Baada ya wiki moja kaja, lile gamba bwana lina muhuri wa Saudia, lina muhuri wa Pakistani, sijui wapi, nchi kama 3 hivi. Akaambia mimi nimekupenda tu na safari hizi nimependa nisafiri pamoja na wewe. Na ndio kwa nakwenda bure. Nakwenda mimi nimekwenda Maka na Madina mara 19 katika umri wangu, sijatoa senti 5. Mwisho mwaka jana, sina kumbuka nimeenda. Kaja dada yangu Yasmini, bwana tuenze tu umra, kama twende. Nikaondoka naye bure na nitaendelea kwenda bure mpaka jana. Rafiki yangu kama wewe utaki kwenda Maka na mimi, kama inshallah mwaka utakwenda. Hapana mimi sitaki kwenda mpaka tuende na wewe. Jana na watu nilokuwa nao, Saidi alikuwa anasikia naongea kwa simu loudspeaker, naye hana hamu ya kwenda Maka na Madina, yeye na mkewe na mimi. Sheikh piga cross dongo na sisi twende. Ndio nakufundisheni. Unataka nimwambie wewe mtu akupeleke? Ali. Sheikh wakata ndio nakufundisha, ngangania burda hii. Achana na watu wanakuambia haifai. Afai yeye. Afai? Yeye anasema maneno anajiandika hata harfu 3 za kuwasaidia tu, hata ubeti mmoja. Na ukimwambia nini maana ya ubeti hajui. Ubeti mna maana gani? Albaitu hajui. Kazi ya kupinga tu. Jipinge wewe mwenyewe basi, ambaye huna hata harfu 3 zinausaidia umma na jamii. Huna harfu 3. Kazi yako kutukana tu. Sadili Mtume. Wewe jitukane mwenyewe kwanza. Watu wamefanya kazi, wamekaa. Watu wamefanya kazi, umri wao. Unajua beti ngapi hizi? Soma na ngapi hizi? Mwanamume huyu unakaa kazi kuchezea wanaume wenzio bana. Ngapi? 100? Hebu kaniandikie basi beti 3 tu. Asubutu. Hana chochote kwa umma. Watu wamefanya vitu hivi miaka kwa miaka na bado vinaendelea kuwasaidia watu mpaka kesho. Kila bana mambo gani? Rudi kwenu. Una cha kazi cha kukaa hapa mjini kazi kutukana watu tu. Sisi tutaendelea kungangania vya wazee wetu kwa sababu faida yake tufaje. Na mimi ndo nakupeni. Nimeamua niwafundishe hii. Kwa nini sifundishe vitu vingine? Tafsiri naweza kwa kiasi changu, hadithi kwa kiasi changu, naweza hayo mabalagha sui mantiki usinichezee kabisa, liko vizuri. Sipendi tu kutamka. Si mnaniona nikigusa. Naweza, nimefundishwa kwa sababu hiyo hasa ndo fani yangu. Kawaidul lughatil arabia ndo jambo langu. Sema tu ni Mswahili, sometimes naparaganyisha maneno, lakini huko ndo nimesoma sana. Mpaka nikaambia mtu mmoja, sasa mimi natakiwa nisome sheria sasa. Sababu huko nimekaa vizuri. Hizi nazmu hizi 124 mimi nimehifadhi. La ilaha illallah. Nazo na ukitaka usikanipa 2000, ongeza hapa uone. Unataka kitabu gani? Alfia bin Malik, Alfia bin Mukelle. Ushasikia kama kuna kitu kinaitwa Alfia bin Mukelle? Imetengezwa Unguja tu hapa. Deki wanaume walikuwepo hapo. Kuna mmoja kwa Sheikh Musa Mkelle kafundika andika Alfia ibnul Mukalla. Mimi nayo kichwani moja na upuuzi. Amenyesha nikaelewa. Sasa mimi nikaja hapa mjini sasa, waliundhiru qaumahum idha raja'u. Baada kunikimbilia nikupe ujanja, umekaa pembeni unanitukana, unalaanika laana moja kwa moja. Maana kisa sana kulingangania transformer la umeme ruko unalikumbatia hivi, ndio kinitukana mimi nakumbatia transformer, unakauka na rangi inabadilika, unakuwa mweusi hali. Wacha hayo maneno ya mjini hapa. Kwa hiyo chukueni burda hii nimewapa hii. Semeni tumekubali. Na isomeni. So unakuwa nayo tu. Raha ya kisu kifanye kazi, nimekwambia ni juzi. Raha ya kisu kifanye. Una kisu. Na kisu mimi unakatia nyama, unakatia nini? Tumia na itakuwa ni msaada hata katika hii safari yenu. Nimewapa hii kwa sababu ni msaada. Sisi tunye kufanya jambo hili umma haututaki. Lakini Mwenyezi Mungu anatutaka tukijitakisha kwake. Umeelewa? Hiyo umetuvaa hivyo kanzu yako hivyo na kikofia hicho.
Hata ukienda kuposa Darwesh kaja jamani, hana nyumba ya kuangalia mpaka kwetu, midevu hapa na nini, kisha udaru laiti wangejua angemngangania wewe, kwa sababu una vitu vyako wewe na vya mtoto wao na vya wao. Umeelewa? Vitu vyako na vya mtoto wao unaomtaka na vya kuwasaidia wao. Miongoni mwa hivyo burda hii. Someni burda asubuhi, mchana, jioni. Mnatawasal kwa nani? Kwa Bwana sallallahu alaihi wasallam. Utajikuta una elimu kubwa. Mwenyewe anajiita ana Madinatul ilmi, mimi ndio mji Madinatul, mimi ndio mji wa elimu. Sasa mwenye mji wake unataka kujipendekeza. Soma Umar. Maulaya salli wa sallim wote mnaitikia kwa nguvu moja, abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim alayhi min tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء بالهضم. اللهم صل وسلم عليه. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصبو أن الحب منكتم ما بين منسجم ومضطرم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا رقت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم. اللهم صل وسلم عليه. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعلم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. اللهم صل وسلم عليه. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أصفت لم تنومي. عددك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا داعي بمنحسم. اللهم صل وسلم عليه. عد للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عالي والشيب في الأرض في نصيحة للتهمي. اللهم صل وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم عليه. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم براسي غير محتشم. اللهم صل وسلم عليه. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. من لي برد جماح من خواياتها كما يرد جماع الخيل بالهجوم. اللهم صل وسلم عليه. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفطم. اللهم صل وسلم عليه. واصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي ويصمي. ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى لا تسمي. اللهم صل وسلم عليه. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شباع
فرب مخمصة شر من التخم. اللهم صل وسلم عليه. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. اللهم صل وسلم عليه. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. اللهم صل وسلم عليه. أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم. اللهم صل وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم عليه. ولمت سنة من لحي الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم وشد من سخب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشفا مترف اللازم. اللهم صل وسلم عليه. راودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم أكن زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. اللهم صل وسلم عليه. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرم وبالعدم. اللهم صل وسلم عليه. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمك. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم عليه. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الخير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. اللهم صل وسلم عليه. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. اللهم صل وسلم عليه. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللهم صل وسلم عليه. نعمت دعته النصارى في نبيكم واحكم بما شئت مدعا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. اللهم صل وسلم عليه. وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. اللهم صل وسلم عليه. لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد في غير منفهم. اللهم صل وسلم عليه. الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكن الطرف من الأمام
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا متسلوا عنه بالعلوم. اللهم صل وسلم عليه. فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. اللهم صل وسلم عليه. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. اللهم صل وسلم عليه. كالزان في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدر في همم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشم. اللهم صل وسلم عليه. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم، لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق وملتثم. اللهم صل وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. اللهم صل وسلم عليه. وبات أيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، والدار خابدة الأنفاس من لساف عليه واللغم ساهي العين من سدم. ساساوت أنغاضت محيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي، كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. اللهم صل وسلم عليه. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم، عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشهد. اللهم صل وسلم عليه. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموج لم يقم، وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم. اللهم صل وسلم عليه. حتى غدا عن طريق الوعيم لازم من الشياطين يقفو إثرام اللازم، كأنهم عربا أبطال وبراية أو عسكر بالأحصان رأتيهم. اللهم صل وسلم عليه. نبذ به بعد تسبيح بمطنهما نبذ المسبح من الأحشاء ملتك كأنكم عبرا. Sifanyaje? Kwa kujifanya mjinga na hali yake. Busiri kayaona wakati anaandika hichi kitabu chake, hii kasida yake. Sasa la tajama li hasudi raha yunkiruha tajahula tafaulan ulan, lakini yeye ndo ainul hadhikil fahim. La tajaban, msione ajabu kwa hasidi anayokwenda akayapinga haya kwa kujifanya mjinga wakati anayajua. Ni husda. Kimwona mtu ataka hamna nini sijui uwe ni hasidi tu. Tumeelewana vizuri? Anajua kila kitu. Walamma jaahum kitabu min indillah
Umeelewa? Ile aya inasema wa kanu min qablu yastaftihuna bihi walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falanatullahi alal kafir. Asili ya wote wapinzani ya wote asili yao ni fikra na dhana ya Kiyahudi tu kwa sababu ya husda. Mmenielewa vizuri? Nyie mkimbileni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna ubeti mmeusoma hapa nyuma hapa. Anasemaje hapa? Sasa mbona zinapita tena? Hii hapa. Wa illa stalamtu nada. Anasemaje ule beti? Na anza masamani. Mbele. Fungueni wote hapo masamani. Wote fungua masamani. Ukurasa wangapi kwenye vitabu vyenu? Hivyo vitabu. Vitabu vile ambavyo wengi mnavyo. Kopi si moja yenu nyewe. Kasoma bago sasa hivi. Masamani. Mlango wa 5. Masamani dahru. Rudia pale. Masamani dahru wa imam wastajabtu bihi. Ndio mshasahau mara hii nimefundisha jamanini. Hazikunikusudia zama kwa dhulma na nikawa jirani yake. Hazikunikusudia zama kwa dhulma na nikawa jirani yake. Hazikunikusudia zama kwa dhulma na nikawa jirani yake. Illa wajidtu jiwaran minhu wa lam yughani. Illa wajidtu jiwaran minhu wa lam yughani. Tafsiri, isipokuwa nilipata ujirani wake usiodharauliwa. Nani kaelewa hapo? Fadhili, umeelewaje hapo? Masama ni dahru. Mimi hapa hazikunikusudia zama kwa dhulma na nikawa jirani yake. Illa waniltu jiwaran minhu lam yughani. Isipokuwa nilipata ujirani wake usiodharauliwa. Maana yake ni hiyo, ni tafsiri ya neno kana. Maana yake katika zama kumshika Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nipata thamani kwa maana nimethaminiwa kumshika kwa Mtume. Azia maasamani, yani tafsiri yako hiyo, maana ya maasamani uitie pia. Nani kaelewa vizuri? Abdulani Abdul Hamid Umeona hiyo? Yani masama ni dahru. Tumesema hayo ni mambo ya majazi Kilichokusudiwa pale ni kwamba matatizo ya kidunia na changamoto zake na nyakati, kwa sababu jana sio leo. Jana dawamu hali, leo unapata, kesho unafaje? Unakosa. Leo mzima, kesho mgonjwa. Leo unazaa, kesho unafiwa. Leo mpata mtoto, kesho unakosa mtoto wako. Hizi ndio zinaitwa changamoto za ndo masama ni dahru. Wastajartu bihi, hazijakuja changamoto za kidunia na zama zake nikaamua kuwa jirani ya Mtume. Ujirani wa Mtume ni maana yake nikamkimbilia. Sawa? Ila isipokuwa nilipata ujirani usio dharauliwa. Mtume hakunidharau nilipokuja kwake, akanipokea, maana yake akanitatulia matatizo yangu yakatatuka.
kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. It means that kwamba unapokuwa na dhiki mswalie mtume wewe sallallahu alaihi wasallam, jikurubishe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa. Walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka wastaghfara lahumur rasul. Nini ja'uka? Maana yake ja'uka wakati uko hai, ila yaumina hadha. Ubay bin Ka'b alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, inni mru'un ukthiru alayka salat, mimi ni mtu nakuswalia sana wewe. Fakam aj'al laka min salati, je ni kuswalie mara ngapi? Unaona kama hiyo, kuna watu ambao hizi idadi mmepata wapi? Idadi 1400 na ngapi? Kaanza sahabiyun jalil Ubay bin Ka'b anamuuliza mtume, fakam, nini maana ya kam hapa? Kam zinaingia katika istifhamu ya habari ya namba bwana. Idadi ni kuswalie mara ngapi? Fakam aj'alu laka min salati, ni kuswalie mara ngapi? Akaambia thuluthi, nyingi, lakini ukiweza zidisha. Nusu, nyingi, ukiweza zidisha. Sijui thuluthi mbili, nyingi, ukiweza zidisha. Akasema sasa sikiza, kama mipango yenyewe ni kuzidisha, mimi aj'alu laka salati kula, swala zangu zote sasa nitakuswalia wewe wakati wote, yani masaa 24 nitakuswalia masaa. Akamwambia idhan tukfa hammak wa yukfaru la kadhab. Umeona vitu vingapi hivyo? Hapo humumi zako zitaondoshwa, hamu na ghamu. Haya ni mambo ya kidunia, hamu na mambo ya nini? Hapo mambo yako, dunia yako itakuwa safi, lakini na utasemewa dhambi zako. Maana yake nini? Akhera yako ni safi, akhera hakutaki madhambi. Sheikh Umar, uko unajua habari hizi? Ndio hivyo, mswalie sana mtume sallallahu alaihi wasallam, dunia yako itakuwa safi na akhera yako itakuwa safi. Ndio maasama ni dahru wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu ghaira lam yudham. Sawa, akaendelea mbele, wa mastalamtu nada wala altamatu ghina daraini. Umeona vitu hivyo? Soma hapo ubeti huo wewe, uanze mwanzo. Na wala sikutaka utajiri wa nyumba mbili katika mkono wake. Umeona hiyo kazi? Na wala sikutaka utajiri wa duniani na akhera kutoka katika mkono wa mtume, ila salamtu nada min khairi mustalam, isipokuwa nilipokea vipawa kutoka kwa mbora mwenye kufufuliwa vipawa vyake. Tumeelewana? Isipokuwa nilipokea vipawa kutoka kwa mbora mwenye kufufuliwa vipawa vyake. Maana yake nini? Nilipata hiyo daraini ad-dunya wal akhirah kutoka katika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema mtunzi wa abiyati hizi, na wewe tabaruku, mtume ana kawaida hiyo sallallahu alaihi wasallam. Masala yanayokuambia amekufa kisha kufa achana nao. Sisi tunajua kweli amekufa, tunajua, lakini ufaji wa mtume sio kama wewe mwenzio kila sekunde yuko hai ndo kafa huyo. Anasema yoyote katika nyinyi yoyote katika nyinyi hanitolei salamu isipokuwa Mungu huirudisha roho yangu. Isipokuwa Mungu huirudisha. Umeelewa nini hapo wewe? Asemi mtu as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, isipokuwa Mungu huirudisha roho yangu na mimi nikamrudishia salamu yule. Kafa huyo. Hivi anaswaliwa mtume mara ngapi? Kwa anakufa anakuwa hai. Akili yako hivyo kwa panzi wewe. Ubongo wako mdogo hali. Nyisi mko hapa tumesema Allahumma salli mara ngapi? Kwa tulimtia tabu hapa. Tunamuua, tunamuhisha, bongo wako na ubuyu. Umejaa ubuyu, umbea tu, lakini vitu vya maana hakuna. Niulize mama. Hapo ya ubeti unaendana na aya ya sura Al-Hadid.
anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Highlight hapo, wa yaj'al lakum nuran ila wen, na anawajalia nuru mnaokwenda nayo. Hii jamani ni fi'lu gani? Madhi, mudhari na mudhari inaonyesha nini? At-tajaddud wal istimrar, present continuous tense, always. Wajinga wanakaa kapiga kile. Acheni habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi fi kulli waqti wa yaj'al lakum nuran tamshun fi kulli zaman fi kulli makan. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana hizo kwa sasa sisi tumekaa hapa tumemwona marehemu Sheikh Yahya Hussein, nakwambia hamna kitu kama kumsalia Mtume bwana. Na mimi nakwambia ndio maana nikafundisha hii. Ningeweza kuanza kurudia darasa kufundisha kitabu kingine chochote, lakini kwanza nawapa jembe, nawapa tochi, unamwilika unakwenda katika safari zako zote za kielimu, za kimaisha. Tochi. Wewe umeelewa mimi? Haya. Kwa hiyo maasama ni dahru, na ziko nyingi abiati zinazoonyesha nini maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mundhu alzamtu afkari, rudia ubeti huo utafute humo. Hizi ndo highlight nakupeni. Uone burda imejikita wapi burda. Rudia wa mundhu alzamtu afkari madarihahu wajadtuhu li khalasi ghayra multazimi. Tajia nini iko ukurasa wangapi? Ukurasa wa mundhu alzamtu afkari madarihahu nilipolazimisha fikra zangu sifa zake wajadtuhu li khalasi ghayra multazimi. Nimempata yeye kwa kunitakasha mimi bora kulazimiwa. Rudia tafsiri. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu, na tangu nilipolazimisha fikra zangu sifa zake wajadtuhu li khalasi ghayra multazimi. Nimempata yeye kwa kunitakasha mimi ni bora kulazimiwa. Wengine wanakuambia ubeti huo ndo anashuhudia jambo lake yeye. Anashuhudia jambo lake yeye. Kwamba alipoumwa, alipomgeukia Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata pozo. Lakini angalia anavyosema wa mundhu alzamtu afkari, lazima ujilazimishe. Lazima uingie katika luzum. Usikae tu hivi ukajikuta unamsifia Mtume, haitokei. Lazima uwe unajilazimisha. Kwa sababu kuna vishawishi vingi vya kukutoa katika hilo. Unaweza kwambia nini mnakaa mnamsifia Mtume. Kuna watu nishawasikia mashehe kubwa na ndevu zao. Mtume anatakiwa kufuatwa bwana, sio kusifiwa. Unajua maana ya sifa? Sifa maana yake nini? Sifa ni kukitaja kitu. Sasa utakifuata bila kutajwa hicho kitu. Yafa amma bi ni'mati rabbika fahadith maanahu wadhkur fil kitabi fulani, wadhkur fil kitabi maana yake nini sio? Kusifia. Au useme tu Muhammad ndio tayari. Muhammad ndio wadhkur Yahya umekaa tayari. Nenda katika profile yake. Profile ya huyu mtu Yahya. Profile ya Adam ni ipi? Do you know what the meaning of profile? Ndio Mungu anakufahamisha wewe. Wa rusulan. Anasemaje? Wa rusulan qad khasas. Anasemaje ile aya? Kuna miongoni mwa mitume tumekupa visa vyao na kuna wengine hatujakupa. Nyi tatizo msomi Qur'ani Jamani ipo hiyo aya muhimu tu. Hebu rudia. Mimi nakupendaga Ibrahim, leo mbona umeoza? Wa minhum man lam naqs wa minhum man qasasna wa minhum.
kuna katika mitume tumekupa profile zao, wa minhum man lam naqsus, na kuna baadhi ya katika mitume hatujakupa profile zao. Nenda mbele huko utakuta linuthabbita bihi anasemaje? Amini ile aya, mimi nakudondolea tu. Wa minhum maskini aya, tumia ile linuthabbita bihi, tafute huko linuthabbita bihi fuadaka, tizama uone kazi. Shekhe, kumbe kujua profile za baadhi ya watu ni nuru kwako. Sawa? Vipi utajifunza kama hujui profile za watu? Na wewe una haki ya kujifunza kupitia watu. Ndio utajwa tu Sheikh Muhammad Ayub ndio tayari. Lazima ujue kazaliwa wapi, kafia wapi, kafanya nini, ilikuwaje, upate kujifunza kwake, sio kupitia jina lake tu. Kwa hiyo tukisema sisi tunamsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake tunamtaja ili tupate kujifunza. Umeelewa hali ndio kaswasu hizi zipo katika Qur'ani, habari za waliopita, katajwa Adi mle, katajwa nani sio, katajwa Mwenyezi Mungu atawajalia kila wakati, lakini haiji tu hivi hivi bila kujibidisha. Mmeona mmeamka alfajiri, mmepata mjapata albarakatu, amka alfajiri utapata. Na darasa hivi mpaka nitakapokufa mimi, nafikiri na itaendelea. Kesho tunakuja, kesho tunatangaza kitabu gani kingine, lakini kazi ya kesho hapa tunarudia neno katika hicho tutafanya. Tutafanya jambo hilo siku hizi tatu. Mimi nakuja hapa na kusikilizeni na kuulizeni. Kesho juma ngapi? Nitawasikiliza kesho kutwa. Asikosi mtu hata mmoja, kwa sababu hapo ndo kwenye jambo lenyewe kugawana. Sijatoa ijaza bado. Sijatoa, ila baada hizo siku tatu ndo nitatoa ijaza. Asikose mtu. Akikosa hapo kakosa kila kitu. Wala sikutishi, nakwambia ukweli tu wa mambo yalivyo. Kifufuru umekimbia sana hapo. Na kuna watu wengi waambieni nyie, ndio muwaite nyie wajinga. Wajinga, kuku yake machicha. Kuku yake machicha. Ukimpa almasi anazipiga teke, anafukua. Kuku wakati anafukua anatafuta machicha. Ukimtupia almasi wala hijui. Umeelewa Abdul Hamid? Waambia mimi zamani nilikuwa nawamwagia watu maji nikiwa kutomelala wananishtaki kwa shekha, lakini nishtaki ambia juzi mmoja akamwambia kesho watie mafuta. Alafu mimi nakuja kuwatia kibiliti. Alafu tufungue wote mwanangu mimi na wewe. Wa mundhu alzamtu afkari. Bila ya talazum na kujilazimisha uwezi kupata kitu. Umenielewa? Wewe Walidi Makonde, umeelewa jambo hili? Umeipata burda? Sijaikabidhi sasa, ila baada ya siku 3. Taikabidhi baada ya siku 3. Asikose mtu. Nawaambie ni hao wajinga wenzao wanalala, kumekuja hapa kulala tunakunya. Wanaona nyumba hii ya kunyia. Rabbana fana bil ngoja